Mtazamaji na karibu katika kipindi chetu cha Tusemezane. Jina langu ni Vanessa Ndavi na niko hapa studioni na wageni wetu wawili wa leo ambao ni James akiwa kwa upande huu, naye John Okari ambao wameweza kunitembelea tu hapa studioni hivi leo. Na mada yetu ya leo ikiwa ni nyota iliyong'aa. Na kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kutumia nambari yetu ya rafa ambayo ni 22047 au kitumia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni @tv47ke pale Instagram, Twitter na Facebook, au kitumia ile yangu ambayo ni @Vanessa Ndavi. Asanteni sana James na John, lakini kwanza ningependa tutazame video ifuatayo. Hivi leo tumezuru katika ili kutuelezea baadhi ya changamoto ambazo wanafunzi walemavu wanazozipitia. Hebu tumsikize. Mimi naitwa Ukema Mkwa James. Nimezaliwa county kijiji ndani ya kijiji kinaitwa Nyagachi. Mwaka wa 2014 ndio niliingia chuo kikuu cha Kisii University. Hapo nikasoma mwaka mmoja, kumalizia ndo yalonikuta yakanikuta, ndo maana niko hapa nilipo. Nilikuwa nimeketi darasani nafanya mtihani, kisha kichwa kikawa kama napigwa nyundo kutoka nyuma. Niliachia karatasi papo hapo, nikaondoka nikaenda hospitali. Kuja kuzinduka ni miaka 2 imepita. Nikajikuta niko kwenye kiti cha magurudumu, nimekonda. Ndio nikaanza kuuliza nini linikuta miguu nimekonda hivi. Ndio nikaambiwa uliugua na ndo unapona. So miaka 2 sikuwa najijua. Sikuwa najua jina la kwangu, sikuwa najua mimi ni wa nani, ninatoka wapi, ninasoma wapi, nina miaka mingapi, sikuwa najua. Hata mimi mwenyewe ni taarifa ambayo nasimulia chache. Nakumbuka tu ni kichwa ili niuma, nikakimbia hospitali. Kuanzia hapo sina mshikano kati ya hiyo miaka 2 chache kilitendeka, ila ni kitu nasimuliwa tu. Afya nayo ina matatizo mengi sana. Afya ina matatizo mengi. Mara nyingi watu ambao wako disabled mostly physically, they have a combination of disabilities and health problems, and each person has his own problem. Na hospitali mara nyingi ushughulikia mambo ya magonjwa ya kawaida, lakini ukiwa una gonjwa lako specially hakuna vile utapata matibabu. Itabidi unaingiza mfuko wako utafute ndio ujijazie afya yako ili uweze kudumu shuleni. Mwaka 2017 mwezi wa 10 nilianza kufikiria sasa. Nilikuja APDK kutafuta, kuna madaktari walikuwa na spinal cord mat sana. But kwangu mimi nimeona ni lakini kwa wengine wataona si poa, hawaielewi. Wakaniambia okay, ni sawa, ukienda kasi ng'ang'ana brother. Hiyo ni ushauri poa sana kutoka kwa mzazi. Ng'ang'ana brother. Na unang'ang'ana ni miaka ngapi sasa fikia sasa? Sasa hii nimemaliza mwaka mmoja. Na huu ni mwezi wa 3. Jemo, nataka uniambie labda kwa yule ako nyumbani, angependa kujua uliweza kufika kutumia kiti cha magurudumu vipi au wheelchair? Kiti cha magurudumu. Mara nyingi mtu ambaye ni mlemavu hahitaji kutegemea magurudumu ama nguvu za mwingine. Naam. Mimi nilifika Nairobi kutumia akili, si kutumia nguvu. Na pia labda utuelezee kwa ufupi, ulifika aje mpaka ukajipata uko kwa wheelchair? Ile hadithi yako. Nilikuwa nimekaa darasani nafanya mtihani wa muhula wa mwisho wa mwaka. Naam. Ulikuwa mwaka wa 2015 Desemba hivi. So nilikuwa nafanya mtihani
kidogo kidogo nasikia kichwa inaniwanga. Kichwa kinaniuma kabisa kama mtu ananipiga na nyundo. Pande gani? Na nyuma. Na nyuma tu. Sikia tu mtu amenigonga na nyuma, kuangalia hakuna mtu. Ni kichwa inaniuma. Niliacha karatasi, nikaondoka, nikaelekea hospitali. Kufika hospitali nikapiga simu nyumbani. Nimeugua, niko hospitali, njoo mnitizame huko. Baada ya siku 3 nikazimia. Hivyo tu. Kuamka ni baada ya miaka 2. Ndio niko nje naota jua. Kasikia kizunguzungu ikija. Baada ya kizunguzungu kuisha nikapata miguu yangu imekonda sana, na unauliza ni ajali nilipata nini? Au nini? Naambiwa kwani hujui chacho unauliza hii miaka yote. Kidogo kidogo ndugu yangu mwenye ananifuata akaja kunibeba eti anirudishe kitandani. Ambia bwana, wewe mtoto mdogo unanibeba nini? Hebu niachane. Utaniangusha. Nikajaribu kuinuka, kumbe mgongo hakuna. Mgongo umeshaenda. Ilibidi sasa nikubali nibebwe nirudishwe kitandani. Kurudi kitandani tena nilala mwaka mwingine mzima. Ndio kuja kuamka kutembea na barabara wakati wa kwenda check up Tenwek. Niliwahi kupitia mahali nilikuwa napajua. Naam. So kuangalia barabara ninajiuliza, hii barabara naijua. Ni kitu gani nilikuwa nafanya hapa? Naam. Nikakumbuka kumbe nilikuwa nasoma kwenda huko juu. Hata kama nikienda check up akili yangu ilikuwa inaniambia kuna kitu ulikuwa unafanya pale. Bwana fikiria kumbe nilikuwa nasoma. Na wakati huu muulizi mtu, wewe unajijazia tu mwenyewe. Memories zinakuja tu peke yako. Inarudi tu yenyewe. Mbona kuuliza? Ulikuwa na familia, kuna huyu ndugu mdogo unasema mama, baba. Wakati mwingine matatizo yakikukumba ambayo huwa huyajui yanakufanya unakaa mtoto. Sababu hujui chenye utakachokifanya. Nilikuwa nikienda shule nikiwa na miguu. Sikuwahi jua kwamba kuna mtu ambaye anaweza tumia kiti cha magurudumu na adumu darasani. Naam. So nilikuwa siulizi mambo ya shule sababu nilikuwa najua nimeshamaliza maisha yangu yataishia kitandani. Hapo kitandani. Mpaka wakati mmoja nikienda check up hapa EPDK. Nikamkutana na mtu ambaye ni mlemavu zaidi ya kwangu. Yeye miguu hata hana miguu. Na ni mkonde sana ila anafanya kazi. So nikajiuliza nina akili. Na huyu si ni akili alitumia mpaka akaajiriwa. Nikaamua sasa acha nianze kutafuta namna na mbinu za kurudi shuleni. Nilijaribu kutafuta njia ya kurudi Kisii. Kajaribu semester 2 ikashindikana. Nikaona hawa kabadilisha. Watanizeesha kwa kitanda huko. Kabla umalize miaka inaenda. Nikajaribu kutafuta mitandaoni. Naam. Shule ambayo inashughulikia watu disabled. Kajaribu Maseno sikuona. Then nikajaribu kutafuta KU nikapata namba ya Directed Disability. Naam. Nikapiga. Hapo akaniambia tuko na wengi. Matumaini yangu yakafufuka. Sasa unarudi mahali at least kuna watu wengi. Maanake pia pale KU kuna watu kama walio na disability tofauti wengi sana wa kila aina. Wenye hawana macho, wenye hawasikii, wenye wamekatwa miguu, wenye hawaongei, kila aina. Iko pale. Wako pale wanasoma. Na hata ukiwa unajumuika na wao, naam, unajiona hata uko sawa kabisa mbele yao. Kama wanasema kwa lugha ya Kimombo, una feel at home. Unajihisi nyumbani. Unajihisi nyumbani. Kiswahili chako kizuri sana James, nakipenda sana. Sasa John, wakati mwingine unajaribu kuelezea watu kazi unayoifanya. Wanaelewa ama una explain? Unajua? Wengi waliniuliza unaenda, tumesikia uko Nairobi lakini hatukuoni. Kwani uko mtaa gani wa Nairobi? Nikamwambia nyinyi niko Nairobi but niko Kenyatta University. Wengi kwanza wanafunzi wenye wako jioni huko wanajua mimi nasoma. Naam. Wengi wanajua tu mimi nasoma. Juu mimi nakuanga soso kwa watu. Marafiki ni wengi juu na Kisanga Ball. Naam. Mimi huwa yule niliingia tu huko, kuna wenye tulikuwa tumejuana kutoka nyumbani. Wakaniambia, uko hapa ndani? Nikamwambia, uko shule ama? Nikamwambia, niko shule. Niko shule. Niliona mpaka unajua zile kosa nafanya. Class ni saa ngapi? Unajua kila kitu. Niko shule. Nikamwambia niko shule. Naam. Wakaniambia, which are you? Nikamwambia, I'm first year.
Unasomea nini? Tuliingia na Jemo last year. Nikamwambia, wakaniuliza unasomea nini? Nasomea maths business. Akasema ziko sawa. Lakini ndani yangu najua chenye nafaa. Naam. Chenye nafanya. Naam. Wengi wananiuliza uko wapi? Nawaambia niko Kenyatta University. Sasa nikakuja, kuna jamaa mmoja akaniuliza, brother, kuna siku nimekuona ukitembea na mzee yako na wheelchair. Wewe ndio unamsaidia kwenda class ama mnasoma nyinyi wote? Naam. Nikamwambia hapana, huyu ndiye anasoma, mimi namsaidia. Unamsaidia. Huyo jamaa kaniambia, ni kazi yenyewe unafanya ni kazi mzuri sana. Kwa sababu si wengi utapata wanaweza fanya kitu kama hicho. Na kitu iko fani. Jemo nikiweka class siwezi toka niende mahali. Asante sana. Sasa naomba ushikilie hapo, tutaenda mapumzikoni mafupi. Lakini tutarejea baada ya muda usikuwa mrefu. Usiende mbali mpenzi mtazamaji, tutachukua mapumziko yetu ya kwanza hivi sasa, lakini tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali. Ukitumia nambari yetu ambayo ni 22047 au tupigie simu ukitumia nambari yetu ya simu iliyoko katika runinga yako. Nilikuwa namuuliza James hapa kabla turudi kutoka mapumzikoni yetu. Historia yako unasema, mtu atasema ni kama ni movie, ni ukweli. Wewe ushaitaka kuuliza ndugu zake kama ni ukweli? Manake ni kitu ambacho mtu unaenda in coma for 2 years. Ukaamka, ukajiona vile ulivyo. Ukaenda tena ukalala. Na uulize mtu wakati wote, ni wewe tu mwenyewe unajiuliza ni nini ilifanyika na nini. Memory kaanza kurudi polepole. Watu wengi ukiwasimulia hii hadithi yako, wanasema nini? Manake mimi naona ni kama ni miracle. Watu wengi nikiwasimulia hadithi yangu huwa wanaachika vinywa wazi. Sababu si historia ambayo unaweza ukaiamini inaweza tendeka. Naam. Hata madaktari wenyewe wenye walikuwa wananitibu, matabibu wenyewe. Naam. Walisema nikiachiliwa kutoka hospitali labda nitaishi ama sitaishi. So wakasema acha arudi karibu na nyumbani, labda akifa mtafanya mazishi, mtapanga karibu na nyumbani, sababu nilikuwa mbali na nyumbani. Naam. Lakini kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu uko hapa. Kurudi hospitali for check up. Naam. Kujaribu kuongea na wao, kusikiliza jinsi ninavyoongea. Si walisema meningitis ikikushika mahali imekuachia ndio hivyo. Ndio hivyo. So akili ilikuwa imepotea. Lakini kurudi kuongea na wao kwa namna ambayo wananielewa, waliweka kalamu zao chini. Sababu ilikuwa against all odds. Kile walisema hakikufanyika. Manake ulikuwa umeniambia ulikuwa umekupa siku 3 za kuisha after umeambiwa uko na meningitis. Yeah. Meningitis inaua baada ya siku 3. Siku 3. Lakini nilitibiwa mapema kabla ya siku 3. Lakini meningitis ikikushika mahali imeaffect kikuacha, huwa unafaa uishi namna hiyo. So angalau mimi nimerecover kidogo, sababu akili ilifutika na imerudi, iko darasani. Naam. Nasoma. Nimefika mwaka wa 2 naenda kumalizia. Sina retake. Na unasomea, unaweza ambia mtazamaji anauliza unasomea nini? Si somei Kiswahili, nasomea hisabati na somo la biashara. Mbona si Kiswahili na vile unakimenya? Na Kiswahili kinanijua, si mimi nakijua. Jemo. Kupata mtu kama John ilikuwa ni good luck sana. Ulikuwa na bahati mno. Na John niliweza kukuuliza baadhi ya changamoto unazozipitia. Lakini sasa ningependa tuanze na zako. Ni changamoto zipi unazipitia kupitia usaidizi ambao unampa James? Asanteni sana. Changamoto ni mingi, lakini ni kuvumilia. Nazo ni mingi sana. Unaweza pata unataka kwenda mahali kutembea. Naam. Lakini kwa sababu yake huwezi enda kabisa. Itabidi ukae hapo, jua anakuita, umpe maji. Lazima akimaliza kunywa maji lazima ahitaji mengine. Lazima nimpe. Na Jemo ni mtu mwenye anasahau. Naweza mpea kalamu hivi na isahau hapo tu. Anaweza kuwa na hiyo kalamu tu hivi, lakini baada ya dakika 2-3 hivi, tuseme tu ageuke hivi, hiyo kalamu hataiona. Itabidi aniite wiki nionee kalamu nimeweka wapi. Inabidi hata kama nilikuwa ndani ya uzingizi na anasoma, itabidi niamke. Lazima siwezi lala. Lazima niamke nimtafutie kalamu nimpe. Changamoto nyingine, tuseme mimi kama najisanga mpi
mpira. Nikienda kwa uwanja kucheza mpira, siwezi cheza zaidi ya saa 3, masaa 3 siwezi. Lazima urejee nyumbani, lazima nije. Kama tulikuwa na AMC 2, itabidi nikimbie nyumbani, nimugeuze tena nirudi kwa uwanja. So naona kitu kama hiyo. Na yani ni baada ya saa 1 lazima nimugeuze tu. So naona kitu kama hiyo. Sasa hata kupata mchumba kweli ni rahisi? Itawezekana? Sasa unajua ndio maana nimekwambia challenges are so many. But ni ile tu mtu unasema enyewe nilijitolea kufanya hii. Lakini bado hujajibu swali langu. Sasa kudate ni ngumu sana. Ni ngumu part. Unajua ni vile sikuwa tumezoea. Lakini saa hii tumezoeana, tunaweza do anything tu. Na hii kuna kijana pale nyumbani anakutazama. Manake siku hizi wengi wanachagua kazi. Kazi ni kazi. Unaweza waambia nini? Mimi ningependa kuambia wale wako nyumbani. Wengi wanasema mimi siwezi fanya hii kazi, siwezi fanya hii kazi. Hakuna kazi ambayo ni rahisi kwa binadamu. Na siku zote wanaswahili wanasema mjahatini rehema halai duniani. Yaani binadamu baada hawezi kata tamaa akiwa na uhai. Kazi yote umepata, ng'ang'ana nayo. Tafadhali nawaambia vijana wenye wananisikia na wananiona saa hii. Jawa kazi sio suluhisho. Suluhisho ni kupata kazi yenye umepata, ufanye. Hata ukipata shilingi 100, utasema hii itaenda hapa, hii ienda hapa, hii ienda hapa. Utasaidika maishani mwako. Asanteni. Jemo, hiyo ni advice mzuri sana. Na vijana wanaokutazama, mama mtu yote pale nyumbani anakutazama ameweza kusikia. Kazi ni kazi. Ukichagua leo, kesho itatoka wapi? Lazima ungangane na ile unayo ndio upate nyingine kesho. James, baadhi ya changamoto ule wakati tumekutana naye sasa mara 2. Ukiwa pale PDK na hiyo siku tuliweza kukuja mpaka chuo kikuu. Baadhi ya changamoto, nakumbuka hiyo siku ulisimamisha gari ikakataa, nyingine ikakuja, nyingine ikakuja. Na wa mwisho kuitikia aliitisha double. Ile lazima ungelipa. Manake lazima ufike nyumbani. Kila wiki lazima utoke sehemu moja hadi nyingine. Vitu kama hivi vinafanyika hivyo mara ngapi? Kila mara nikiondoka. Lazima changamoto ya usafiri nikumbane nayo. Lakini mimi hujiambia namna hii. Tuliumbwa kwa ajili ya matatizo ili tuyatumikie. Yakija tunayakubali na tutafuta jinsi ya kuyatatua. Ikiwa na mmoja atanikataa, basi hawatanikataa wote. Kuna mmoja atatokezea tu aseme huyu nitamsaidia, sababu hata mimi ni binadamu. Sifai kuwa kama mlima sisongi. Nafaa kusonga, niende nitafute ili nirudi shuleni nisome. So kuna wengine upenda nikiingia kwa magari zao, na kuna wengine hawataki kabisa. Hawataki hata kukuona. Niliweza kuona hiyo usiku. Na kuna watu wako sawa. Kama wewe ukimsaidia kumungisha kwa gari pale, kumbeba, kuna watu wamekaa tu kwa hiyo gari wanakuangalia. Wakati mwingine unasikia kuongelesha, kuuliza mwezi nisaidia, manake lazima umweke, ufunge wheelchair, ukae. Unajua si wengi wako na utu wa kusaidia. Lakini siku hizi vile tumezoeana hapa tukitoka KU kwenda Tao. Obvious wale makanga wanakanga huko. Wakituona tu hivi wanajua wanaenda Tao. Sasa siku hizi wanatuitanga mokaka. Unaenda Kisii ama unaenda Tao? Tunawaambia unaenda Tao. Twende upande ile ya mbele. Maybe unapata yeye nyuma imejaa, tunawaweza wakatoka. Unajua hiyo ni kitu tunafaelewe. Gari imejaa, imepaki mtu mmoja. Na waweza toka kule mbele wawili, ati mmoja apaki na shapa. Inabidi twende gari ya mbele ndio tupande. Vile tunazika, hata kama tumepata mtu mmoja huko mbele, tunamwambia tunaweka huyu anakanga hapa mbele. Mwenye amekuwa na utu ule wa kusema enyewe huyu ni mlemavu, acha nimsongee. Anasonga tu pole pole. Anasema si nisonge kwenda, namwambia hapana. Nitakaa hapo na yeye akae hapa. Inabidi yule atoke huko mbele, akae huko nyuma. Alafu na hii kiti nikikunja kuweka ndani ya gari. Kuna majaribio mingi, mtu anakuambia usiniwekelee, utanichafua na naenda kama kuna siku nyingine nimekuwa nikiingiza tu hivi, kulikuwa kumenyesha, tukatoka kwa shule tulikuwa tunaenda town, matope kwa kiti, kwenda kuzongeza kwenda ndani, ikaguza mama mwingine alikuwa hapo. Sasa si kwanza tuseme si mama, msichana mwingine, wasichana vile wanakuanga tu tunawaelewa, hizo ni zeni zao tu. Ikamjafua trouser alikuwa ya white alikuwa amevaa. Akaniambia shit, umenichafua.
Nikamwambia okay, pole yake. Alafu kuna mwenye alikuwa na yeye akamwambia umemrudisha vibaya. Hii ni kiti. Wewe sasa uwezi ona kama ni kiti ameingiza ndani. Kaa ni nguo si utaosha. Akamwambia usiniongeleze na wewe hivyo. Nikamwambia okay brother, achana mambo mengi, nimemchafua, nimemwambia pole. Hiyo yameisha. Hadi ule makanga mwenye yule aliingia tu akaniambia kijana tu pole tu. Ikiishia hapo. Ikiishia tu hivyo. Ikaisha tu hivyo. Ndio siku nikasema wenye wako na utu si wengi. Si wengi. Kama vile James alisema, wengi wako na kutu wala sio utu. Ni msemi kweli. Asante. Jemo. Wazazi, ndugu wako pale nyumbani. Mnakutana baada ya muda gani ama shule ikifungwa? Inategemea. Nikipata nauli huwa nawatembelea baada ya muhula kuisha. Lakini ikiwa sina, najaribu nione nimekaa shuleni, sababu sitajisumbua niende mpaka nyumbani niende nikwame pale. Ni safari. Na labda walio Nairobi ambao ni ndugu za baba yangu, ukiwaambia nataka nije kwenu kwa muda mfupi ili ningoje nije shuleni, mtu anakuambia hapana. Sasa hivi siko. Lakini unajua una uhakika ana nyumba amejenga, lakini hawezi kukubalia uende. Sasa James, naomba nimekukatiza hapa, niko na habari njema hapa. Kuna majibu kutoka kwa Joyce wa Jungle Afya. Tungependa kumpea James wheelchair ile ambayo atajiendesha kwa kutumia wheels za miguu, anasukuma kwa mikono yake. Nashukuru, asante. Hii ni mzuri sana. Asante sana Joyce. Kama unavyomuona James amefurahi sana. Asante, nitaweza kuwasiliana naye ili mjue vile mnaweza kutana ili kumpatia wheelchair. Hiyo ni poa sana. Nashukuru sana. Huo ndo utu ule nilikuwa nazungumzia. Hiyo ni mzuri sana, si ndio? Kila mtu ameona. Hata hii wheelchair uliambiwa wewe ndio ulijitengenezea, unakumbuka? Nilijitengenezea sababu nilipoinunua sivyo ninavyoitumia. Naam. Na sikununua, ni mtu alinifadhili nayo. Nifadhila tu, mtu aliona huyu amekaa sana, hawezi tembea. Kazi yake ni kulala tu. Akasema acha nimpatie angalau atumie. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Na kama vile ulivyomsikia James, ana hadithi ambayo ametusimulia hapa leo, na ni vizuri kuona mtu kama Joyce amejitolea kutoka Jungle la Afya ili hata kuweza kumpatia wheelchair ambaye anaweza kujisukuma yeye mwenyewe. Na ni watu kama nyinyi katika jamii wanaofanya wana make a difference in the society. Unajua kama nikisema kwa lugha ya Kimombo. Na ni hayo tu tuliokuandalia wiki hii katika kipindi cha Tusemezane. Ningependa kuwashukuru sana James na John kwa kufika hapa ili kutuelezea zaidi juu ya story yao. Jina langu ni Vanessa Ndavi, na kwaheri kwa sasa hadi wiki ijayo.